Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mafunzo yaliyotolewa na FAO kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar huko visiwani Pemba nchini Tanzania yaanza kuleta matokeo chanya. Nashukuru sana kutupa mafunzo hayo hapo, na tukiendelea na migomba yetu. Alhamdulillah, tunaendelea tena, atuzidishe tena. Tutauza ndizi, tutapata riziki ya pesa, tutabadilisha hata matumizi ya nyumbani, itakuwa kidogo, atakuwa na maendeleo kidogo tofauti na hapo zamani tulivyojiwekea. Leo katika Jifunza Kiswahili tunabisha hodi Baraza la Kiswahili nchini Tanzania, BAKITA. Je, wajua nyapa nyapa ina maana gani katika muktadha wa uwindaji? Basi ambatana nami hadi mwisho kufahamu. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 26 ya mwezi Machi mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari unawasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Naanza na Afrika. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekutana jijini New York kujadili hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku wakati huo Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva likimulika hali ya haki za binadamu nchini humo. Nada Al-Nashif, naibu kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, akizungumza amesema watu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamenaswa katika mtandao mzito wa migogoro, kuongezeka kwa makundi yenye silaha, uingiliaji wa makundi ya kigeni, mvutano wa kikabila na utawala dhaifu, huku kukiwa na ushindani mkali wa rasilimali za asili na hasa ushindani wa madini. Amesema uchimbaji haramu pamoja na magendo, ufuatiliaji dhaifu sio tu vinaongeza ukosefu wa utulivu, bali pia vinaeneza magonjwa, vinachafua ardhi na kufurusha jamii. Amemalizia akisema kuwa DRC ni miongoni mwa majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Kote nchini, zaidi ya watu milioni 26 wanakabiliwa na njaa kali. Karibu nusu ya watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 5 wamedumaa kutokana na utapiamlo wa muda mrefu, na zaidi ya watu milioni 8 wamelazimika kuyahama makazi yao. Raia Mashariki ya Kati wanakabiliwa na hali ngumu inayozidi kuwa mbaya, huku mzozo ukiendelea kushika kasi, kwa mujibu wa mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Nchini Lebanon, shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA limesema uharibifu mkubwa wa miundombinu pamoja na madaraja umewatenga watu zaidi ya 1.5 na kuzuia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, wakati mashambulizi 64 dhidi ya vituo vya afya yamesababisha vifo na majeruhi kadhaa, hali inayozua wasiwasi mkubwa wa ulinzi wa raia. Katika ukanda wa Gaza, shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema mashambulizi ya anga yanaendelea, huku upatikanaji mdogo wa misaada ukizidisha hali mbaya, ambapo kivuko kimoja pekee ndicho kinachotumika kuingiza mizigo na kusababisha uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu pamoja na kupanda kwa bei. Licha ya hali hiyo, Umoja wa Mataifa unasema karibu watoto 60,000 wanaendelea kupata elimu kupitia vituo vya muda vya kujifunza, wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota. Na mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameonya kuwa huduma za afya hazipaswi kamwe kuathiriwa na siasa za kimataifa na uhaba umeme, wakati hali nchini Cuba ikiendelea kuwa tete. Amesema hospitali kote nchini humo zinakabiliwa na ugumu wa kuendesha huduma za dharura na uangalizi maalum kutokana na kukatika kwa umeme, hali ambayo imesababisha kuahirishwa kwa maelfu ya upasuaji na kuweka hatarini maisha ya wagonjwa walio katika mazingira magumu. Dr. Tedros amesisitiza kuwa licha ya juhudi za kurejesha umeme, mifumo ya afya nchini humo inahitaji kuungwa mkono haraka ili kuendelea kutoa huduma za kuokoa maisha. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa kujifunza Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations.
Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kilimo cha mazoea cha migomba, hasa wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, kinakwamisha manufaa ya kiuchumi ya sekta hiyo inayotegemewa na wakazi wa visiwa vya Pemba na Unguja huko Zanzibar nchini Tanzania. Ni kwa kuzingatia hilo, shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula FAO kwa kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia mradi wa pamoja wa Zanzibar ZJP wanatekeleza mafunzo kwa kilimo kinachokabiliana na tabia nchi ili hatimaye kilimo cha migomba kiwe na tija sio tu kwa taifa bali pia kwa wakulima, na tayari matokeo chanya yako dhahiri. Kufahamu kwa kina, ungana na Rashid Malekela kutoka Tanzania katika mada hii. Naanza kwa kukupeleka shehia ya Piki mkoani Kaskazini Pemba hapa Zanzibar, ambako mwaka jana mradi wa pamoja Zanzibar au ZJP uliendesha kampeni ya kaya kwa kaya kwa lengo la kuboresha kilimo cha migomba. Mashamba darasa yameshamiri na ndizi zimeanza kukomaa. Nasoro Mbao Hamadi, katibu wa kikundi cha wakulima hawa kiitwacho Tumuombe Mungu, ni shuhuda wa mafanikio. Baada ya mafunzo na kupanda matumaini hapo, kwa sababu hata roho zetu sasa zimekaa tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Tofauti, migomba imekuja vizuri, imestawi na inaonesha matumaini. Wito kwa wengine jamii tubadilike, waje waangalie, waige. Wakulima wengi sasa wanatumia mbinu bora kama matandazo, nafasi sahihi ya upandaji na utunzaji wa udongo. Mkulima wa migomba Mchanga Faki Hamadi anafunguka. Tulikuwa tukilima kikawaida tu, tukichimba shimo la kawaida kama pengine nusu mita, kisha tukatia mgomba wetu bila kutengeneza kwa aina yoyote inavyokuwa. Tulipiga mashimo kwa kiutaalamu. Yaani shimo tulikuwa tukilipiga mita moja marefu chini na mita moja mapana. Alafu kisha baada ya kushalichimba lile shimo letu tukachukua mche wa mgomba. Sasa lakini mche wa mgomba ikawa tunauchonga ule yale magamba ya juu yale yote ili kuua wale wadudu. Wakishachonga mgomba wanatumbukiza kwenye maji yenye moto ili kuua vimelea. Kwa Bi Hamade sasa ni shukrani na matarajio yake. Tunashukuru sana kutupa mafunzo hayo hapo na tukiendelea na migomba yetu. Alhamdulillah, tunaendelea tena, atuzidishe tena. Tutauza ndizi, tutapata riziki ya pesa, tutabadilisha hata matumizi ya nyumbani, atakuwa kidogo, atakuwa na maendeleo kidogo tofauti na hapo zamani tulivyojiwekea. Mafunzo haya ya kilimo cha migomba yanalenga vikundi 30 katika mikoa ya Kaskazini Unguja na Kaskazini Pemba. Sasa unajiuliza kwa nini migomba? Mohamed Mlekwa ni afisa Wizara ya Kilimo Zanzibar. Miongoni mwa mazao ambayo serikali au wizara ambayo imeyatenga ni zao la mpunga, zao la muhogo pamoja na zao la migomba. Kwa hiyo ilimo katika sera yetu na tumeona ni zao ambalo ni zao la kimkakati ambapo ni rahisi kulimika, ni rahisi kulifanyia usarifu na ni rahisi kuuzika, na ni zao ambalo linahitajika kwa muda wote. Ni kwa kutambua hilo, sasa mafunzo yameelekezwa kwa wakulima shehia ya Mapofu hapa mkoa wa Kaskazini Pemba. Kwanza kinadharia, na kisha mafunzo kwa vitendo kwenye mashamba darasa kwa wanawake, vijana na makundi maalum. Omar Ali Omar, mkuu wa kitengo cha wakulima kisiwani Pemba, akawa na ujumbe kwa wakulima waliopatiwa mafunzo. Huu ni mradi lakini uko chini ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Maana serikali ndio iliyofanya hivi, iliyoleta kwetu hili. Kwa ajili moja tu jamani, ya sisi kujiongezea elimu ya mambo haya ya kilimo ili na sisi tuweze kufaidika zaidi. Sasa jamani, tusione kwamba sisi kilimo hawa wenzetu waliotoka huko kwamba wamekuja tu kwa ajili ya manufaa yao, wamekuja kwa manufaa yetu sisi na serikali yetu. Tunajulikana kwamba sisi Pemba ni wazalishaji wakubwa wa ndizi katika visiwa hivi viwili. Lakini ndizi zetu jamani hazina ubora. Wale wenzetu wanaokuja huwa wanashangaa, nyinyi mbona
Nasafirisha sana ndizi, kila meli ikenda ina ndizi, lakini hakuna ubora. Kwa nini? Kumbe tatizo letu sisi liko hapa. Hapo katika elimu ya uzalishaji. Inawezekana kwamba tushapata elimu lakini hatuitumii. Niwaambieni kitu kimoja jamani. Katika sekta muhimu duniani, hakuna kitu muhimu kama kilimo. Sasa naomba kitu kimoja, sababu elimu hii tayari mshaipata. Nyinyi wenyewe ni mashahidi kwamba unapofanya hivi unapata ndizi kubwa, lakini unapofanya vingine vyovyote unapata mavuno madogo. Jamani, tubadilikeni. Serikali inataka tubadilike ili ifikie wakati sisi iwe ni wazalishaji wazuri, sio wazuri. Na ardhi tunayo, maji tunayo, yani tuna kila kitu ambacho Mungu katuachia. Wahenga walinena, mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Sasa jua limezama, wakulima wanafunzi wanarejea nyumbani. Kutoka hapa kaskazini Pemba, mafunzo yameelekezwa kisiwani Unguja, Zanzibar. Asante sana Rashid Malekela na FAO Tanzania kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa umewadia wasaa kujifunza Kiswahili, na hii leo mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno nyapanyapa. Nyapanyapa ni tabia, hii ni tabia ya mwindaji ambayo anatembea kwa kunyata sana, anatembea polepole. Na sababu kubwa ni hataki kusikika wakati akifanya kitendo hicho, anakuwa ananyemelea, na lengo kubwa ni kuhakikisha anamsogelea mnyama huyo, ama kumshika ama kuweza kumwinda vizuri. Kwa hiyo nyapanyapa inatumika katika mazingira hayo ya uwindaji na muwindaji. Shukrani sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa redio vipindi ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kuendelea kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.